Habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus. Leo ni Jumamosi ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka ni 2026. Nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Eden Bahati. Karibu tuanze na habari za kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amemwagiza kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Iringa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ukusanyaji wa mapato ya maegesho katika eneo la Ifunda wilayani Iringa na kuwasilisha taarifa kamili kuhusu namna mapato hayo yalivyokuwa yakikusanywa kabla na baada ya mabadiliko ya mfumo wa ukusanyaji pamoja na matumizi yake. Clement Sanga na undani wa taarifa hiyo. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amesema hayo leo wakati akihutubia wananchi katika kijiji cha Ifunda, kata Ifunda katika halmashauri ya wilaya ya Iringa, akisisitiza kuwa serikali haiwezi kunyamazia masuala yanayopunguza ustawi na furaha ya wananchi, hususan yale ambayo yapo ndani ya uwezo kutatuliwa. Nataka ripoti yote ya zoezi la ukusanyaji jinsi ambavyo limefanyika kabla na sasa, na wahusika nijue waliokuwa wanahusika, ili tujue fedha zimeenda wapi. Na hapa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba akatoa angalizo kwa watumishi wa umma wanaotumia vibaya ofisi zao na kujiona miungu watu. Ofisi za umma ni mali ya umma na tajiri anayelipa mishahara ni Watanzania wenyewe. Hili jambo lazima lieleweke kwa kila mtu. Wewe ukitaka ubosi, anzisha ofisi yako binafsi, sio ya umma. Ndio hawapendi kuyasikia haya, lakini lazima tuambizane. Umesoma kwa kodi za Watanzania, ofisi ya umma, unafikaje mtu ameshakukuta ofisini katoka mbali? Awali mbunge wa jimbo la Kalenga Jackson Kiswaga amesema serikali ya awamu ya 6 kupitia TAMISEMI imetoa zaidi ya shilingi bilioni 19 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Kupitia TAMISEMI tumepokea jumla ya bilioni 19,607,430, na hizo zimefanya mambo yafuatayo. Kwenye elimu za sekondari tumejenga shule za sekondari 4 katika maeneo mbalimbali, lakini pia tumejenga vituo vya afya 3, tumejenga shule za msingi 2, vyumba vya madarasa 146, mabweni 17 katika sekondari 9. Sisi kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Iringa tunaridhika sana na kukupongeza namna unavyosikiliza changamoto na kero mbalimbali zinazowahusu wananchi na wanajamii wa mkoa wa Iringa. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ameendelea kuwa na ziara ya kazi mkoani Iringa kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante Clement Sanga kwa taarifa kutoka mkoani Iringa. Watalii zaidi ya 1110 kutoka mataifa mbalimbali duniani wamepata huduma za matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kaloleni jijini Arusha, hatua inayotajwa kuwa ni ishara ya kuimarika kwa ubora wa huduma za afya na kuifanya hospitali hiyo kuwa kituo muhimu cha huduma za kibingwa katika ukanda wa kaskazini mwa nchi. Mwanahabari wetu Kisa Mwaipiana ametuandalia taarifa ifuatayo. Mafanikio hayo yamebainishwa na Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa CCM Taifa, Kenan Kiongozi, wakati alipokagua miradi ya maendeleo katika hospitali hiyo na kupongeza uwekezaji uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika hospitali hiyo. Kenan Kiongozi amesema hospitali hiyo imepiga hatua kubwa katika utoaji wa huduma za kisasa za afya, akieleza kuwa baadhi ya vifaa tiba vilivyopo hospitalini hapo havipatikani hata katika hospitali nyingine kubwa za rufaa katika mkoa huo. Tumefarijika kuona sasa kwamba mnaanza kufanya hiyo hospitali mnaita ya umashuhuri. Sasa hili jina umashuhuri ni kama umaalum fulani, lakini tumeona kwenye taarifa pia mpaka watalii 1110 wamepata huduma hapa. Mungu azidi kuwabariki watoa huduma. Lakini faida za mradi huu, moja ni kusogeza huduma kwa wananchi, lakini kupunguza gharama za matibabu, kwa sababu huduma nyingi za kibingwa ilikuwa mpaka uende KCMC. Kujionea jinsi ambavyo serikali ya awamu ya 6 imeboresha utoaji wa huduma, sio majengo tu peke yake, lakini pia pamoja na uwezeshaji wa utoaji wa huduma kwa maana ya kuboresha vifaa tiba.
kama ambalo tumepita, tumeona vifaa tiba vya kisasa kabisa. Pia Kenan Kiongosi akatembelea shina namba 2 tawi la Naurei kata ya Sekei pamoja na kuzindua shina la wakereketwa la Noah SACCOS katika stendi kuu ya Arusha, ambapo akiwa katika shina namba 2 akatoa wito kwa wananchi kujiunga na mfuko wa bima ya afya kwa wote ili uweze kuwasaidia kupunguza gharama za matibabu. Hili ni jambo la kisera na serikali imeainisha na itaanza bima kwa watu wote, na mpango huu utaanza mara moja na baadhi ya mikoa wameshaanza. Kwa hiyo utakapoletwa kwetu, tuachane na propaganda za wanasiasa, twendeni tukajiunge kwenye mfumo wa bima, itasaidia kupunguza gharama za matibabu yetu. Kenan Kiongosi akahitimisha ziara yake katika mkoa huo kwa kutembelea na kukagua ujenzi wa soko la kisasa la Kilombero na baadaye kufanya mkutano mkubwa wa hadhara katika viwanja vya soko hilo la Kilombero uliohudhuriwa na maelfu ya wakazi wa jiji hilo la Arusha. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa mamilioni ya watu duniani wanakabiliwa na hatari ya njaa kali kufuatia kupanda kwa bei za mafuta na chakula kunakosababishwa na vita vya Iran. Kwa mujibu wa WFP, takriban watu milioni 2.5 nchini Somalia, milioni 2.3 nchini Afghanistan na milioni 1.3 nchini Sri Lanka wanapata ugumu wa kumudu chakula cha kutosha. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa WFP Karl Skau amesema kupanda kwa gharama za nishati kunachochea ongezeko la bei za chakula, jambo linaloathiri zaidi wananchi wa chini na wale maskini. Shirika hilo limeonya kuwa hali inaweza kuzorota zaidi katika miezi ijayo na limetoa wito kwa wafadhili kuongeza msaada wa kibinadamu hasa kwa Somalia na Afghanistan, huku Sudan, Gaza kusini mwa Lebanon, Yemen na Haiti zikitajwa kuwa miongoni mwa maeneo yanayokabiliwa na njaa kali zaidi. Zaidi ya shilingi milioni 250.5 zimetumika kutekeleza miradi ya kuboresha miundombinu ya elimu katika kata za Mawenzi, Manispaa ya Moshi, Kilimanjaro kwa kipindi cha miaka 4, hatua inayotajwa kuchangia kuimarika kwa mazingira ya kujifunzia na kuongeza ufaulu wa wanafunzi katika shule za msingi za eneo hilo. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza katika hafla ya kuwapongeza walimu wa shule ya msingi Mawenzi na Uhuru kwa kufanya vyema katika mitihani ya darasa la 7, afisa elimu kata Mawenzi Heri Christopher amesema kwa miaka 4 iliyopita serikali imetoa fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya shule pamoja na kituo cha walimu kama sehemu ya kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia, ikiwemo kuongeza maslahi ya walimu. Kati ya fedha hizo shilingi milioni 22 zilitolewa kwa ajili ya ukarabati wa kituo cha walimu Mawenzi hapa tulipo. Shilingi milioni 120 kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu ya shule ya msingi Mawenzi. Lakini shilingi milioni 125 zilitolewa kufanya ukarabati mkubwa wa madarasa 7 kwa shule ya msingi Uhuru. Afisa elimu mkoa wa Kilimanjaro Abel Mtupwa akawapongeza walimu wa shule ya msingi Mawenzi na Uhuru kwa mchango wao katika kuinua kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi, akisema kuwa walimu ndio msingi wa maandalizi ya kizazi kijacho, hivyo wanapaswa kutekeleza majukumu yao kwa weledi na kujituma bila kusukumwa. Katika nafasi ile uliopo, tenda mambo yale ambayo serikali inakusudiwa bila kutarajia pongezi kwa mtu, bila kutarajia kwamba fulani atakuja kusema wewe jembe, wewe nyundo, wewe si nini. Wajibika. Baadhi ya walimu waliotunukiwa tuzo hizo wakaeleza kuwa wataendelea kutambua kazi kubwa inayofanywa na serikali katika kuongeza hamasa kwa walimu. Ufaulu walioupata hawa ni ufaulu wa shule za serikali pekee, na kata yao ilikuwa kata ya 2 katika ufaulu. Mfumo huu ni mzuri sana ambao umetangazwa na serikali kwamba kila taasisi zipongeze watumishi wake. Unatoa motisha kwa watumishi wa serikali. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Serikali ya Nigeria imeanza mpango wa kuwarejesha nyumbani zaidi ya raia 1000 wanaoishi nchini Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa machafuko na mashambulizi yanayohusishwa na chuki dhidi ya wageni. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa Ghana wa kurejesha takriban raia wake 800 kutoka nchini humo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria, Kemi Ebiemfa, amesema zoezi la kuhakiki
kwa hiari wananchi wanaotaka kurejea nyumbani lilianza siku ya Alhamisi. Wakati huo huo, ubalozi wa Nigeria mjini Pretoria unaendelea kufanya mazungumzo na mamlaka za Afrika Kusini ili baadhi ya raia wa Nigeria wanaokabiliwa na makosa ya ukiukaji wa sheria za uhamiaji waruhusiwe kuondoka nchini badala ya kukamatwa. Serikali ya Afrika Kusini imeeleza kuwa inaendelea kuimarisha operesheni dhidi ya wahamiaji haramu, huku ikiwataka wananchi kutochukua sheria mkononi. Taarifa zinaonyesha kuwa zaidi ya wahamiaji milioni 3 wanaishi Afrika Kusini, huku asilimia 63 wakitoka katika nchi wanachama wa muungano wa kimaendeleo wa nchi za Afrika Kusini SADC. Zaidi ya wananchi 5,000 wa vijiji 6 vya kata za Kibilashi na Kisangasa wilayani Kilindi mkoani Tanga wameanza kushiriki kikamilifu katika uhifadhi na utunzaji wa mazingira baada ya kuwezeshwa kwa kupewa elimu na mitaji ambayo imewasaidia kufanya shughuli halali za kiuchumi na kuachana na shughuli za ukataji wa miti ya kuni na mkaa zilizokuwa zikichangia uharibifu wa mazingira. Tupate undani wa taarifa kutoka kwa mwanahabari wetu Ernest Mbezi. Wakielezea changamoto kubwa iliyokuwa ikipelekea uharibifu wa mazingira kabla ya kuanza kwa mradi wa ardhi unaotekelezwa kwenye wilaya 4 za mkoa huu wa Tanga chini ya ufadhili wa shirika la World Vision Tanzania, mratibu wa mradi huo kwa wilaya ya Kilindi Bwana Audifons Jonas, viongozi pamoja na baadhi ya wanufaika wa mradi huo wamesema kabla ya mradi jamii na vijiji vingi vilikuwa na kipato cha chini, lishe duni na utegemezi mkubwa wa kuni za kupikia. Hii ilisababisha uharibifu wa mazingira na changamoto za kiafya. Lakini kupitia mradi wa ardhi Tanga wametuwezesha elimu kwanza ya ufugaji wa nyuki. Wakatuletea mizinga, tukatundika ile mizinga, wakatupa elimu tena kwamba kwenye mizinga kutakuwa na asali, jinsi ya kulina asali. Tukafundishwa tukawa tunalina asali. Na itakapofika hata mwisho wa shirika kwa kumaliza mkataba na muda, tunachoamini kabisa kwamba mmeshapata elimu ya kutosha, mafunzo ya kutosha ili muweze kuendelea kwenye jamii. Lakini pia hili ni fursa, kwa sababu niseme kwamba ni fursa kwa upande wa ajira. Hata hivyo, serikali wilayani humo imeendelea kusisitiza wananchi kuwa mstari wa mbele katika shughuli za uhifadhi na utunzaji wa mazingira, kauli ambayo imetolewa na afisa tarafa ya Mgera Bwana Goodluck Kimaro kwa niaba ya mkuu wa wilaya Kilindi Hashim Gandirwa. Kila mtu ana wajibu wake kwenye ishu ya mazingira. Kuna kitu ambacho unaweza ukafanya kwa ajili ya kwenda kutunza mazingira yetu, hata kwa kutoa taarifa tu. Na si bahati mbaya ama bahati nzuri, maeneo mengi sana ambayo huu mradi unafanya kazi ndio maeneo mengi ambayo vile tuna visa vingi sana vya uharibifu wa mazingira. Na tunajua kwamba wanaoharibu mazingira na kina nani, lakini shida inakuwa kwenye kuchukua hatua. Kutoka wilayani Kilindi mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Serikali mkoani Geita imewahimiza wazazi na walezi wenye watoto wenye ulemavu kuhakikisha wanawapeleka shule ili wapate haki yao ya msingi ya elimu, kwa kuwa serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya kujifunzia na kufundishia kwa watoto wenye mahitaji maalum. Taarifa zaidi na Mrisho Sadik. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ametoa wito huo katika shule ya msingi Bupamba kitengo cha elimu maalum wilayani Nyang'hwale alipotembelea kukagua maendeleo ya wanafunzi hao kabla hafla chakula cha mchana iliyoandaliwa na wadau wa elimu pamoja na halmashauri hiyo iliyokuwa na lengo la kutatua changamoto zinazowakabili watoto hao. Bado wako watoto wenye shida kama hii. Rai yangu na maelekezo yangu, kila mzazi mwenye mtoto mwenye mahitaji maalum ni vizuri ampeleke shule akasome. Kitengo cha elimu maalum Bupamba kinaomba kuboreshewa miundombinu ili kuongeza zaidi ufanisi katika kutoa elimu, kwani taasisi inahudumia wanafunzi
wenye mahitaji maalum, wasichana na wavulana. Halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale kwa kushirikiana na wadau wa elimu wakiwemo wachimbaji wadogo wamefanikisha kuchangia milioni 37 zitakazotumika kuboresha miundombinu ya shule, ikiwemo ujenzi wa uzio katika bweni la wasichana, ununuzi wa vifaa vya kujifunzia na kufundishia, pamoja na kugharamia bima za afya za NHIF kwa wanafunzi hao. Wadau waliotuchangia wako hapa, wajue fedha walizotuchangia zilizidi malengo ambayo tulikuwa tumeweka, na hicho kilichozidi tumepanga kwenda kufanya mambo makubwa mawili, ikiwemo bima pamoja na kuanza kujenga uzio. Baadhi ya wadau waliofanikisha zoezi hilo wamesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha watoto wenye mahitaji maalum wanapata elimu katika mazingira bora, salama na rafiki. Ushirikiano wetu wachimbaji, wadau pamoja na serikali ya wilaya ni mzuri. Hivyo tulivyoitwa hatukuona ugumu kushiriki swala hili. Kwa hiyo wawalete watoto sehemu kama hizi wapate huduma, wasome, wawajumuishe na wengine, kwa sababu ni watoto kama watoto wengine, wasiwaweke ndani. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiki. Imetakiwa kuendelea kuwa na moyo wa huruma na mshikamano kwa kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum, hususan watoto yatima, wazee na makundi mengine yaliyo katika mazingira magumu, ili kuwapa matumaini na kuboresha maisha yao. Mwandishi wetu Adera Moses kutoka mkoani Tabora ana taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na wanafunzi wa kada ya uandishi wa habari na utangazaji hapa mkoani Tabora wakati walipofika katika kituo cha nyumba ya upendo, furaha na amani kinacholea watoto yatima pamoja na wazee wasiojiweza, ambapo akizungumza mara baada ya zoezi hilo, mkuu wa idara ya uandishi wa habari na utangazaji Erasto Bisai anatoa neno mbele ya viongozi wa kituo hicho. Tunapowatembelea hivi, mtu ukitembelea ukimbeba mtoto, ukimbeba akafurahi na akacheka, basi nuru pia hata wewe pia kuna kitu ambacho kinaongezeka. Lakini pia ukija ukiwasalimia wakacheka wakafurahi, pia na wao wanajiona kwamba ni miongoni mwa watu wa kawaida. Kwa hiyo tusipojengeka kiupendo na imani ya Mungu ambayo imeamrisha, tunakuwa tunapwaya kule katika jamii. Kama neno la Mungu linavyosema katika Kumbukumbu ya Torati 24:20, unapochuma mara kwanza usirudie mara pili. Inayobaki wape yatima, wajane na wageni. Kwa hiyo huo upendo ndio umetufanya tuje leo hapa tutoe mahitaji muhimu kwa wazee hao. Upande wake mlezi wa kituo hicho Sister Maria Losalima wa shirika la Mama Teresa anabainisha watoto pamoja na wazee waliopo katika kituo hicho na kutoa wito kwa jamii kuendelea kuwashika mkono. Kwa sasa kuna watoto 15. Kina bibi na kina babu wako 46. Mkumbuke kuna wahitaji. Mkumbuke kujali watoto, sasa watoto na wazee. Kutoka hapa katika maeneo ya nyumba ya upendo, furaha na amani ambayo inatumika kulea watoto yatima pamoja na wazee iliyopo hapa manispaa ya Tabora, Adela Moses, Channel 10. Asante Adela Moses kwa taarifa hiyo. Serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE imetangaza kusitisha utoaji wa visa mpya na kuzuia kuingia kwa wasafiri kutoka Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Sudani Kusini kutokana na hofu ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Hatua hiyo imeanza kutekelezwa kuanzia Juni 6, 2026. Kwa mujibu wa mamlaka za UAE, wasafiri waliokata na kupita katika mataifa hayo ndani ya siku 21 zilizopita hawataruhusiwa kuingia nchini humo. Hata hivyo watu waliokaa zaidi ya siku 21 nje ya nchi zilizoathiriwa wataruhusiwa kuingia nchini humo. UAE imesema hatua hiyo ni sehemu ya kuimarisha utayari wa taifa dhidi ya Ebola, huku safari za ndege za mizigo na usafiri wa transit zikiendelea kama kawaida. Serikali imeongeza kuwa itaendelea kufuatilia hali hiyo kwa kushirikiana na wadau wa kimataifa na waweze kurekebisha vikwazo hivyo kulingana na tathmini za hatari. Kuto kujituma katika kufanya kazi mbalimbali na kukosa ubunifu wa kazi za kufanya kwa ajili ya kujipatia kipato kwa vijana kumetajwa kuwa ni miongoni mwa vyanzo vikubwa vya migogoro ya mirathi inayogombanisha familia na kuleta taharuki katika jamii. Tupate undani wa taarifa hiyo kutoka kwa Elia Kimani. Migogoro ya mirathi ni kati ya mashauri mengi yanayotajwa zaidi katika vyombo vya sheria mkoani Manyara, ikiwemo mahakama, huku migogoro hiyo ikisababisha familia zinazopoteza mzazi mmoja hususan na upande wa mwanaume kupoteza uelekeo na watoto wa ndani ya familia hizo kushindwa kufikia ndoto zao wanapoachwa ingali wadogo. Kwa kweli swala la urithi linasumbua sana katika jamii zetu.
haswa sisi watu wa hali ya chini tunapata tabu sana. Kwa ajili mzee anapofariki au wazee wanapofariki, kikubwa kinachopelekea ni kugombea mali. Watu nafikia mpaka kuuana. Mtagombana hatima yake mmoja ataondoka ili watu waendelee kurithi. Na hiyo yote ni watu kutokutaka kufanya kazi, kujitegemea, kutafuta chao. Vijana kwa sasa hivi hali zao ni ngumu kutokana wengi wanategemea sana ulisi. Hawataki kufanya kazi, wanategemea kucheza kamari, kubeti. Kwa hiyo ushauri wangu mimi nilikuwa nasema vijana wajitume sana. Wafanye kazi, kupambana na maisha, wasitegemee ulisi. Dam Rashid, mkazi wa wilayani hapa Kiteto, ambaye amebuni jiko banifu, huenda kaibua mtazamo chanya kwa wanaopenda kujitoa na kubuni kazi kwa ajili ya kipato cha maisha yao ya sasa na baadaye, ingawa kuwahi kupata elimu yoyote rasmi ya darasani. Na hilo wananifanya leo niko na mke wangu hapa na watoto wangu na walea. Unaona? Na hii hapa pia ndio inafanya nampeleka mtoto wangu shule na anasoma, na pia kama ni ada na ilipia, na maisha pia yanaendelea. Hapa Kibaya nimewasoma asilimia karibia 80 ya vijana wanapenda vitu vya kutumikia, yani kwa mfano labda vitu vya urisi au vitu vya kukuta, kwa mfano kwa mama au kwa rafiki, yani wamezoea maisha ya kukaa. Ili kuepuka jamii, hususan kundi la vijana tegemezi na wanaosubiri kurithi mali, viongozi wa dini wanasisitiza kujituma. Kikubwa ni kufanya kazi kwa bidii, kujituma. Hilo nafikiri ndio jambo la muhimu ili tuwe na taifa ambalo limeendelea. Na mataifa yote yaliyoendelea yamefanya kazi kwa bidii. Kutoka wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Wananchi mkoani Mara wameshauriwa kuachana na tabia ya matumizi ya kukata miti kwa ajili ya kuchomea tofali, badala yake watumie pumba za mchele ili kusaidia kukabiliana na uharibifu wa mazingira unaoweza kuepukika. Musa Makali ana taarifa zaidi kutoka Mara. Wakati dunia ikipambana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo kukomesha ukataji wa miti hovyo na maeneo mengine hususan kwa hapa Tanzania, mkoani Mara baadhi ya wananchi wamewataka wanaochoma tofali kwa kutumia miti kuachana vitendo hivyo, badala yake watumie pumba za mchele ili kudhibiti ukataji wa miti ovyo katika maeneo yao. Nilikuwa na shauri wale wanaofyatua matofali ya udongo watumie pumba kwa kuchomea tofali, wasitumie miti, kwa sababu wanapotumia kukata miti wanaharibu mazingira, wanasababisha mmomonyoko wa udongo na jangwa. Ninashauri wenzangu wanaotumia kufyatua tofali kwa kuchomea kuni, nilikuwa na waomba hiyo zoezi wasitishe, waliache, watumie pumba za mpunga. Wananchi nao wanapiga matofali ya kuchoma yale ya kutumia miti, waache watumia matofali nayo yanatumia simenti, yana umara. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU hapa mkoani Mara, wao wanasema rushwa pia ina asilimia kubwa katika uharibifu wa mazingira. Mwalimu anaweza kukata miti kwa kutumia maslahi yake binafsi ya kupeleka labda kuni nyumbani, na hiyo inaathiri mazingira ya shuleni. Kwa hiyo tumeona kwamba makosa ya rushwa yanapelekea mwanya mkubwa wa uharibifu wa mazingira na maliasili zake. Shauri wazazi au wananchi wa eneo hili wasiendelee na hili zoezi la ukataji wa miti, kwani inapelekea eneo kuwa jangwa, lakini pia ukosefu wa mvua. Washauri wanajamii wapande miti katika mazingira na wasitumie rushwa. Rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Taarifa ya Musa Makali na tuwekea utuo kwenye habari za kitaifa na kimataifa. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaungana na Esther Mtebe ambaye atatuletea habari za michezo na burudani. Mimi ni Eden Bahati.